Ikithibitika hao viongozi kuanzia diwani, mwenyekiti wa kijiji, si wenye vitu wa vitongoji wamehusika kwenda kupora ardhi za wananchi, wakamatwe na wachukuliwe hatua za kisheria kwa makosa ambayo wanafanya, kwenda kunyanyasa wananchi, kwenda kupora ardhi za wananchi bila kujali cheo cha mtu. Sasa nilivyosikia leo kuna baba anakuja, nikasema niende nikatoe kero langu. Kwa kweli kijiji cha Kikuyuni tunanyanyasika kwa kupitia uongozi wa serikali ya Mwambani, kwa sababu kidiwani akifika pale na kamati yake ya kijiji, hakuna cha maelezo, hakuna cha nini, anafika tu anapima viwanja kuwauzia watu kwa shilingi 30,000. Hivi kweli inakuwa haki? Anayeuza nani? Diwani na kamati yake, wa viongozi wa Mwambani, mwenyekiti wa kitongoji, mwenyekiti wa vijiji na wajumbe wake. Mheshimiwa, inasikitisha sana. Mimi nilipo hapa nina watoto 6, nikanunua eneo la ekari 3 na kuja kukatwa, tunakatwa vipande, nikabaki na kipande kimoja. Je, watoto wangu hao niwapeleke wapi? Inasikitisha sana. Unakutwa tu uko nyumbani, watu wamekuja asubuhi, wanakuja tu wewe kwenye mji wako, wanapima yale mazingira, wanaweka mambo, wanakuambia kwamba nyie ni wavamizi wa maeneo. Wakati huo watu kule kuna wazee wana miaka kibao tu, wakina mzee Rushinge, wa mzee Chibu, wakina mzee Solo, wote hapa Mkwajuni hapa, wale wazee wanaofahamu. Anayefanya hivyo ni nani? Wanaokuja kupima hayo maeneo na kuambia kwamba nyinyi wavamini, akina nani hao? Diwani wa Mwambani ndo wanakuja kule kugawa wale maeneo. Ndo wanakuja kugawa maeneo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, jambo hilo ni kukabidhi. Diwani hana mamlaka ya kwenda kuuza ardhi, kwenda kufanya shughuli zozote za ardhi. Wala mwenyekiti wa kijiji hana mamlaka ya kwenda kuchukua eneo la mwananchi na kuweza kuuza. Kama ni ardhi ya kijiji, kuna utaratibu ambao unapaswa kufanywa kwa mujibu wa sheria, umeelekezwa kwa mujibu wa sheria, na waamuzi wa ardhi ya kijiji ni wananchi kwenye mkutano wa kijiji, sio maamuzi ya mwenyekiti wa kijiji, sio maamuzi ya mwenyekiti wa kitongoji, sio maamuzi ya nani? Ya diwani. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nikuelekeze jambo hili lifuatilie, tengeneza timu ndogo ya kuweza kulifuatilia jambo hili. Atawepo mtu wa ardhi, vitakuwepo vyombo vyako. Ikithibitika hao viongozi kuanzia diwani, mwenyekiti wa kijiji, si wenye vitu wa vitongoji wamehusika kwenda kupora ardhi za wananchi, wakamatwe kwanza na wachukuliwe hatua za kisheria kwa makosa ambayo wanafanya, kwenda kunyanyasa wananchi, kwenda kupora ardhi za wananchi bila kujali cheo cha mtu. Yaani awe diwani, awe mwenyekiti wa kijiji, awe mwenyekiti wa kitongoji, hatuwezi kujali cheo cha mtu ambaye anaichafua serikali kwa kufanya vitendo ambavyo vinakwenda kinyume na utaratibu. Serikali ni serikali ya kazi na utu. Tunafanya kazi kwa kuzingatia misingi ya utu. Lakini wale waliochukuliwa ardhi zao baada ya taarifa kupata, maana warejeshewe. Kama kuna mwananchi ameporwa ardhi yake, arejeshewe ardhi yake, kwa sababu ni haki yake. Na sisi serikali, wajibu wetu ni kutenda haki. Lakini nitoe wito na nisisitize viongozi sisi ambao tumepewa dhamana, kuanzia wenye viti wa vitongoji kule, wenye viti wa vijiji, watendaji, twendeni tuwatumikia hawa wananchi kwa upendo. Tusitengeneze chuki na uadui kati ya serikali na wananchi, kwa sababu ukitenda jambo baya pale, kinachoonekana ni kwamba huyu ametenda ni kiongozi wa serikali. Sasa serikali yote inachafuka kwa matendo ambayo amefanya mtu mmoja, kwa matakwa yake, kwa maslahi yake binafsi. Sasa kwenye mkoa huu wa Songwe nimekuwa nikitoa maelekezo na narudia mara kwa mara, ni marufuku, na nisingependa kusikia mwananchi ananyanyaswa na mtumishi wa serikali na kiongozi wa serikali.